Nashukuru Mungu, maandalizi yako vizuri, vijana wako vizuri, benchi la ufundi limefanya kazi yake, timu ilikuwa imekaa kambi kwa maana ya kujiandaa na mchezo huo ya mpinzani wetu Fountain Gate ambao tunacheza naye kesho kutwa. Kwa hiyo kila kitu kimekaa sawa, tunachosubiri tu siku ifike na Mwenyezi Mungu atujalie uhai wa nguvu kuhakikisha tunaibuka na ushindi wa magoli mengi zaidi. Dhamira yenu ni kubwa kiasi gani kurejea ligi kuu katika njia hii ya playoff dhidi ya timu ya ligi kuu? Wanashinyanga wamemishi, nafikiri sasa tunakwenda kama mwaka wa 8 hii, mwaka wa 8 wa 9 tumekosa ligi kuu Tanzania bara. Kwa hiyo Wanashinyanga wote kwa maana mkoa mzima wana hamu ya kuhakikisha timu yao inarejea tena ligi kuu Tanzania bara ili waone timu kubwa, waone timu ndogo, ushindani mzuri. Kwa hiyo wote wameisupport timu yao kuhakikisha siku hiyo support itakuwa ya kutosha na kuhakikisha tunapata ushindi mzuri. Kwa maana maandalizi yanatosha kumuondosha Fountain Gate na nyewe kurejea katika ligi kuu. Maandalizi yetu yako vizuri, kinachosubiriwa tu ni wachezaji wetu hao 11 ambao watakuwa uwanjani wafanye majukumu ambao benchi la ufundi limewaelekeza. Basi tutahakikisha sasa tunaibuka na ushindi mzuri. Mpinzani wenu mnamtazamaje? Timu nzuri, kwanza tunampa heshima yake kwa sababu anastahili ligi kubwa kushinda sisi. Kwa hiyo tunamheshimu yeye kama mkubwa, kwa sababu hiyo kushinda playoff ya kushuka katika timu zote 16 yote anaweza katokea Yanga, kwa sababu hata historia ya nyuma tunakumbuka Simba alishawahi kufanya hivyo akabebwa na Yanga. Kwa hiyo kila timu lazima ishuke na bingwa onekane. Kwa hiyo tunawaheshimu wapinzani wetu, wako vizuri na tumeona michezo yao yote ya playoff. Kabla ya playoff michezo yao yote ya ligi ya mwisho tumeona wakisha na Azam, tumeona wakisha na Coast. Ni timu ambayo ina mipango, timu ambayo inafundishika vizuri. Kwa hiyo tunawaheshimu na tutacheza kikubwa kama wao wanavyocheza. Mnawapa tahadhari gani wapinzani wenu wanapokuja Shinyanga sasa? Shinyanga kama unajua Kambarage ni machinjoni, ukija lazima utoke kwa sababu hapa ni nyumbani na playoff kama unavyojua. Shinda kwako, fika nyumbani, ugenini kafanye lolote linalowezekana, lakini kikubwa wakija hapa wajua wanakuja Ukweni, waje na tahadhari kubwa. Muda wowote wanaweza kaacha mambo hadharani. Ukweni. Katibu sasa muda wote unaweza kaacha mambo hadharani. Ukweni sasa unaachaje mambo hadharani? Si ndio unakuwa umejilinda kweli kweli Ukweni. Umeshadhalilika. Lakini mipango yao Stand United ni mikubwa kweli kweli. Ingawa amezungumza vizuri hapo akiwaheshimu wapinzani wao, amewafuatilia pia katika upande wa ligi. Hauwezi kuwabeza kwa sababu ni timu ambaye imeshiriki ligi kuu mpaka hapo ilipofikia. Pengine labda tuwatazame Fountain Gate kabla ya kuwatazama Stand United, chama la wana Idi Msonde. No. Ni timu ambayo ilikuwa inatuonyesha kwamba ina upinzani kwa namna fulani wakati wa ligi kuu. Lakini hapa tunapozungumza ni timu ambaye inacheza playoff tena katika kutafuta nafasi ya kujiokoa. Washawahi kuongoza ligi hao. Na wakapiga picha pia msimamo. Isa Liponda bila shaka nadhani anao msimamo. Sahihi. Nahisi mabadiliko yalitokea msimu unavyoanza, raundi ya pili ya msimu. Pale ndo Fountain Gate walipoteza dira na hawajaweza kurudi kwenye ubora ule ambao walionyesha raundi ya kwanza mpaka kuongoza ligi. Kwa wakati ule ambao alikuwa kwenye nafasi nzuri zaidi. Kumpoteza mwalimu nayo imechangia, lakini pia nadhani kocha alishindwa kubalance timu na kuweza kupata matokeo kwa kiasi kikubwa. Na kwenye mpira siku zote unahitaji ushindi ili uweze kukeep momentum ya timu yako. Sasa Fountain Gate imekuwa hawezi kupata huo ushindi ama mechi mbili mfululizo wakashinda, kitu ambacho kinafanya ni kama wanazidi kuporomoka. Kwa mentality hiyo ukikutana na Stand ambaye amecheza na Simba KMC mechi ile, tulisema hapa Stand anaweza kana nafasi nzuri ya kupanda ligi msimu unaofuata. Ni wachezaji ambao ni wadogo, wanacheza mpira ambao unaona kabisa ni mpira umefundishika. So Butua ni nafasi nzuri ya wao kuona tunakutana na mpinzani ambaye hatuwezi kumdharau, lakini kwa fomu aliyokuwa nayo sisi tunakuwa na advantage zaidi. Sasa tunasema unabidi ucheze kwa tahadhari kama wewe ni timu kubwa alafu unaenda kukutana na timu ndogo ambayo inajiamini zaidi yako, jiamini inaweza kukufunga wewe. Ni nafasi kwa Stand kufanya kitu ambacho walikifanya miaka kadhaa nyuma, kurudi kwenye ligi. Na mimi nakumbuka ni timu ambayo ilikuwa inahamsha kutosha kwenye ligi kuu. Ni timu ambayo kwa kutumia uwanja wake nyumbani kitu hakitashangaza. Ni timu ambayo Fountain Gate wanabidi wajiangalie sana hasa mechi ya ugenini. George Mbangile, Fountain Gate wamepoteza michezo yao na Tanzania Prisons yote nyumbani na ugenini. Mmoja ulikuwa sare. Moja. Yes, mmoja ulikuwa sare, na katika sare yenyewe ndo goli ambalo hata mimi nilielezea hata Instagram lilinikwaza kweli kweli, kwa sababu Fountain alikuwa anaongoza goli moja, afu naendo alikuwa anaenda kupiga kona.
alafu nyuma wamebaki watu wawili, yani wawili dhidi ya wawili, yani hakuna muundo huo wa ulinzi. Ukiwa unashambulia unaachaji wawili dhidi ya wawili, ni riski kweli. Na kweli Ngasa akafanya jambo pembeni ya uwanja, wanaingia penalty box, wanasawazisha goli. Kwa wakati unaongoza 1-0 na wakati unajua kabisa hizi ni mechi za nyumbani na ugenini, alafu unaenda kupiga kona, usiruhusu yani muwe wawili kwa wawili ama mmoja kwa mmoja ama watatu kwa watatu. At least mwenzako akiwa na wawili wewe kuwa na watatu, uwe na spare man mmoja, lakini hawakufanya hivyo. Kwa moja haikuwa matokeo mabaya duniani, yani bado unaweza ukapata kitu, lakini baadaye tena kwenda mechi ya pili na kupigwa matatu. I mean that's it. Kwa nafikiri hata Fountain wenyewe wanajua, wameonja, wamepata ile ladha nyingine ya kucheza katika ligi na wanajua nini wanachokipata kwenye ligi. I mean hutaki kuipoteza hii hela ambayo iko kwenye ligi. Kwa hiyo njia pekee ni kupata matokeo chanya dhidi ya Stand, na Stand nao watakuwa wanaona kazi kubwa walioifanya kwenye championship haiwezi tu ikaishia hivi hivi. Kwa binafsi mimi nasema tu timu bora uwanjani ishinde first. Kwa kuangalia vikosi vya pande zote mbili, cha Fountain achana mambo ya walimu ambao walikuwa wanakuja kuondoka hapa na shuka, ni kwa sababu timu moja iko championship lakini nyingine iko ligi kuu. Ila utofauti sio ule, yani mbingu na ardhi, yani kabisa hakuna utofauti wa kivile. Nafikiri kwanza hata Stand wenyewe watakuwa wanasema walete au Fountain yeah, let's play kwa sababu wanao wachezaji ambao pia wanaweza wakacheza katika ligi na Fountain wanao wachezaji ambao wanaweza wakacheza championship vile vile. Hivi kwenye makabrasha hapa nilikuwa napitia makocha ambao wameiongoza Fountain Gate msimu huu: Mohamed Muya, Robert Matano, Khalil Adamu akashikilia kijiti pale. Sasa hivi wako na Mohamed Raiza, sio ndio anaokoa jahazi. Of course Muya alianza vizuri na ndio huyo mpaka akashika, wakafika mpaka kwenye uskani wa ligi. Na nafikiri unaweza ukasema sehemu moja hapo labda kumpoteza Selemani Mwalimu. Muya alikuwa brave na ujasiri, kwa sababu katika hii ligi yetu kucheza na attacking players wanne kwa mkupuo kwa mara moja sio kitu ambacho kinafanyika mara kwa mara, kwa sababu alikuwa anaanza na Mwalimu, Ambundo, Kiimbwa na William na Edgar. Wanne kwa pamoja alikuwa anaanza na walikuwa electric, yani wakifika, na ndio maana mechi za Fountain zilikuwa unaweza kukuta akashinda mechi 3-2 yani kwamba anafukuza mwizi bila kufunga mlango. Yani yeye alikuwa anaona kwamba wewe funga moja mimi nafunga mawili, funga mawili mimi nafunga matatu. Na ndio maana hapa mwanzo ulikuwa ukiona wachezaji wao wote wale wanne wa mbele walikuwa wanafunga magoli. Lakini baada ya nafikiri ndio mpira jinsi ulivyo, ni ngumu sana kucheza mechi ya kwanza mpaka 30 katika kiwango kile. Hata ambaye amekuwa champion Yanga sio mechi ya kwanza, mechi zote 30 katika vile vile. Kuna mechi ambazo aliumba. Vipi kuhusu Fountain, kwa nini usiumbe? Na ni rahisi kusema ukiwa kama hivi kwenye kipaza sauti, lakini ukiwa kiongozi muda mwingine unakuwa una panic kwamba mbona kama matokeo mabaya kama yanafululiza vile, unasema ngoja nimuondoe kocha, nikimleta mwingine maybe tutarudi katika ule ubora, kwa sababu tulishakuwa katika ule ubora. Kumbe sio kila siku Ijumaa ndugu yangu unafanya hivyo, kumbe ndo mambo yanazidi kuwa mabaya. Kwa ni rahisi sana kuwasema sasa hivi viongozi, ni kwa sababu haupo kwenye uongozi. Kwamba wanasema kwa nini mlimfukuza, mngemwacha na pengine labda angeendelea nao mambo angekuwa mabaya, watu wangesema kwa nini msingebadilisha kocha. Kwa hiyo ni rahisi sana kusema baada ya matokeo ya kitu fulani kutokea, lakini kabla ya hapo watu wakikwambia toa wewe sasa ushauri nini kifanyike, unabaki tu na maji mengi sana kwenye mdomo wako, yani huwezi kusema hata neno moja. Lakini mambo yakishafanyika ndio unakuja unakuwa na ushauri mkubwa wa kutosha kabisa. Kwa ndio mpira jinsi ulivyo. Kwa hiyo wana dakika hizo nafikiri ngapi, 180, 90 za ugeni na 90 za nyumbani kuokoa msimu wao, vinginevyo wanakaribishwa. Ndio yale aliyosema Tobias, ukijua kushuka ujue na kupanda. Na kule championship kwenye group wenyewe wanakuambia hatutaki vilio. Kule hakuna kulialia. Hatutaki vilio. Pambana kiume, rudi juu huko kutoka. La umeshinda utazidi kusokomezwa chini huko. Sijui nini hatutaki. Mambo ya vilio hapana. Basi sawa, sisi tunawatakia kila la kheri wote. Isa Liponda Swaiba wetu. Mchezo wa kwanza tarehe 4, wa pili tarehe 8. Tunaizungumzia kesho kutwa tu hapa, siku nyingi kutoka hapa Aya, lakini upande wa pili Stand United Chan Malawana, na tumepata nafasi, wanahabari sasa hivi wanavuma kweli. Chris Kakwaya ni mwanahabari mwenzetu, ndio CEO wa Stand United Chan Malawana. Ndio. Na pia Isa Liponda naye ni mwanahabari mwenzetu. Kwa hiyo huku kuna vyuma pia. Kwa kila la kheri kwa timu hizo katika mchezo huo
wa mwisho wa playoff tutazitazama pia. Toke hapo na tuangaze mengineyo. Jackson Msabaha. Yes, tuangaze timu ya taifa ya wanawake ambayo ipo nje ya nchi, nia ni kushiriki michuano ya WAFCON Morocco. Twiga Stars wako Morocco wakijiandaa na WAFCON. Kocha mkuu wa timu ya taifa ya Twiga Stars Bakari Shime yeye amebainisha maandalizi. Leo tumekuja rasmi kwenye kambi ambayo tutaitumia kwa ajili ya kujiandaa kwa mashindano ya WAFCON. Tumefika hapa asubuhi na tumepumzika, na majira haya ya usiku tumeanza mazoezi rasmi saa 2 usiku kwenye uwanja ambao ni rafiki, ni uwanja nyasi za asili, mazingira mazuri. Hali ya hewa jioni na asubuhi ni tofauti. Asubuhi mchana kwa kuna joto kali, lakini sasa hivi kuna baridi kiasi. Kwa hiyo kila kitu kimeenda vizuri. Nafasi yetu ya kwanza na sisi imeenda vizuri. Kwanza ni kwamba ni wachezaji muhimu kwenye kikosi chetu na tuliwakosa kwa sababu ya majukumu ya vilabu vyao. Kwa hiyo wameripoti hapa kambini leo na wameanza mazoezi mepesi leo. Tafsiri yake ni kwamba kikosi kimekamilika kwa 100%, kile ambacho tunatarajia kwamba kitaweza kushiriki ama kucheza mashindano haya. Kwa hiyo naamini kuanzia kesho tutakuwa na kikosi kamili ambacho tutaendelea na programu zetu za kujenga timu yetu kuelekea mechi yetu ya kwanza dhidi ya Mali. Ni kocha huyo wa timu ya taifa ya wanawake Twiga Stars Bakari Shime akizungumza kuelekea katika maandalizi katika kuanza rasmi michuano hiyo ya WAFCON. Kumbuka kwamba tulicheza mchezo wa kirafiki juzi dhidi ya Morocco. Tulikufa 4-0. Maandalizi hayo maji marefu yalikuwa. Maandalizi tu hayo. Levels. Cheza na wenyeji. Mchezo wetu wa kwanza tutacheza na Mali na michuano rasmi inaanza tarehe 5 Julai. Siku zote mechi ya kwanza inakupa taswira nzuri sana katika mechi zingine zinazofuata. Uelekeo. Yes, na mara nyingi timu nyingi sana zinapenda waanze vizuri. Yaani unatafuta alama 3. Amna umeshindikana basi hata alama moja tu ruka nayo. Lakini once ukipoteza unaanza kukimbizana sasa na matokeo. Yaani ukishapoteza mechi ya kwanza unaanza kucheza zile karata za kwamba nikishinda na yule akifungwa, yaani unaanza kucheza na mechi ya mwenzako sasa. Wakati ukishinda ya kwanza maana unatafuta sare tu. Ukishashinda ya kwanza ujue kwanza kuna mtu tayari ushamharibia hesabu. Alafu na wewe sasa yeye ndo anakupigia hesabu, bwana huyu mechi ya pili inabidi mimi nishinde afu yeye afungwe. Kwa anaanza naye kukuchezea mechi zako. Kwa hiyo ni afu pia inakupa ile hali fulani ya kujiamini na chumba fulani cha kupumua. Licha kwamba sio salama sana upo, lakini kuna namna fulani umejiweka katika mazingira ya kwamba mechi zingine 2 zinazokuwa zinafuata hizo unaweza ukaokota ile chochote kitu kwa umefuzu. Lakini ukishapoteza mechi ya kwanza inahitaji mechi zingine zinazokuja uwe na perfect game. Ili kufuzu katika hatua inayofuata. Vinginevyo yani kirahisi sana washangaa unakula za uso tena na za uso tena. Kwa unachofanya wewe tu watu tuko wana clear bili za hotelini na rudini mlipotoka. Taarifa mbaya kuhusiana na michuano hiyo kwa mshambuliaji wetu wa kimataifa ambaye pia anatumika kule Brighton, Aisha Masaka, ni kwamba hata juzi aliandika kupitia kurasa wake wa Instagram kwamba ni rasmi sasa hatahusika katika michuano hiyo ya WAFCON kutokana na jeraha ambalo amelipata la goti, na hii sasa kupelekea amekuwa na maumivu makali sana. Unajua ni mzalendo wa Aisha. Unajua amefanya kazi kubwa sana kuanzia timu zile za under 17 na kumbuka tuko tukienda Uganda timu kuipeleka hapo pia amehusika. Kwa kazi kubwa sana. It happens kwenye football. Na bahati mbaya ni msimu wake mbaya zaidi kwa sababu toka Brighton pia alikuwa na injury ya muda mrefu kama miezi 3-4. Amekuja kupona, ligi inaenda kuisha, kaja timu ya taifa nayo akapata injury. Kwa nadhani ni msimu ambao anaweza kausahau akaanza kujipanga upya na msimu ujao. Sofa tumpe pole pia, lakini na kumtakia pona ya mapema maana tunawategemea sana. Coach, injuries zinaishaga tu kwenye ajali za kimchezo ama kuna maisha pia nje ya uwanja pia yanaweza kusababisha? Vyote vile. Kuna wachezaji wengine wakiwa nje ya uwanja wanakosa discipline. Jinsi gani ya unavyokuwa unaishi, mwili wako unavyokuwa unautekea. Kwa sababu daktari hayuko na wewe 24/7. Ni wewe mwenyewe unapumzika vipi, unakula nini, mazoezi ya recovering ambayo unakuwa unaambiwa kwenye rehabilitation, nini na nini unatakiwa ufanye na nini usifanye.
lakini pia mwenyewe ndani desire yako kujidrive zaidi, kwamba kwa sababu ukiwauliza wana michezo wote, sio tu wacheza football, wote wanakuambia majeraha yanaanzia kwenye akili yako. Ni jinsi gani mindset yako inavyokufanya kwamba I want to get back, nahitaji kurejea. Kwao ni jinsi wewe mwenyewe kwamba unakubali yale maumivu ya awali unayoyapata ili kurejea katika utimamu wako. And then na mengine ni bahati mbaya. Kuna mengine tunasema mwili tu wa mtu, genetics zilivyo, yani mwili umeshakukataa tayari. Yani wewe kupata injury sio kwamba yani unapenda, lakini una work hard kurudi uwanjani uwe fiti, and then unarudi umeshapata clear yote kutoka kwa madaktari, kwa physio, kila kitu bwana, wewe uko tayari. Unarudi tu mechi ya kwanza, ya pili, ya tatu, tayari umeumia tena. Kwa kuna watu wengine miili yao ndio inagoma tu hivyo, lakini kuna watu wengine, nafikiri nikitoa tu mfano rahisi kama Ousmane Dembele wakati yuko Barca, nafikiri madaktari wake walikuwa mpaka wanalalamika kwa kocha. Nafikiri kipindi kile alikuwa Ernesto Valverde kasikosei, kwamba Ousmane Dembele akiwa nje unakuta anakaa mpaka saa 4 usiku PlayStation. Yes, muda ambao anatakiwa mwili upumzike. Kwa kama upumzike vizuri una recover vipi? Yani ukiamka mwili tayari umeshachoka. Kwa hata ukienda kwenye recovering session yani umechoka, yani unaanzaje? Kwa ni vitu vyote hivyo. Kuna muda mwingine hizo tu unakuwa na bahati mbaya, lakini muda mwingine wachezaji wenyewe tu hawatake care miili yao vizuri. Na kitu kikubwa kwenye wachezaji ni mapumziko. Hasa kama sasa hivi pre-season, post-season, wachezaji wengi wanabidi wapumzike. Sasa wanakuta mchezaji ndo yuko hapa, kesho yuko kule, anachelewa kulala. Ni vitu ambavyo mara nyingi mwili unakuta haujazoea vitu kama hivyo. Sasa hapo ndo naelewa kwa nini Alex Sanchez alikuwa analalamika kutopumzishwa na mambo ya lavidavi yale kutoka kwa mke wake. Sasa yale mambo yale hayana shida sana. Sasa alikuwa kizidi naye na kwa majeraha. Hamna zidi sana, kwa sababu hata Pep aliwahi kuwaruhusu wachezaji wake, na aliwaambia nafikiri alikuwa ni Dani Alves. Dani Alves aliwahi kusema sijui kufundishwa na Pep, sijui kufundishwa na Pep yani ni tamu zaidi kuliko sijui sex. Pep akagoma. Akasema hapana kwa kweli. Kwa hiyo na mimi nafikiri jinsi ya kujitunza mwili wako. Sababu Especially nini unachokula. Unakula nini, unapumzika kiasi gani? Kwa sababu lakini pia hata wachezaji msimu ukiisha kiukweli kabisa tu excuse tu. Yaani ujue hii miezi 10 si mchezo ya kupambana hii. Mwili ujue unatumika kweli kweli, ujue safari. Unatoka huku unaenda mji huu na mji huu, na mara unaenda nchi hii na nchi hii. Jinsi unavyotumika mechi hadi mechi, unaweza ukashangaa unacheza mechi